za kimataifa, na baada ya kuwasilisha kwa taarifa kwa Mheshimiwa Rais hiyo siku ya tarehe 23, na baada ya kupata vile vile nafasi ya kusikiliza maoni sasa yaliyojitokeza kupokea taarifa ya tume, kuna mambo ambayo ningependa kuyagusia kwa sababu sisi tume, baada ya kukaa kwa huo muda na kusikiliza ushahidi wowote, maoni yetu yatakuwa tofauti kabisa na watu au vikundi ambavyo havijapata bahati ya kusikiliza wale mashahidi, kuwaona, kusoma zile nyaraka ana kwa ana. Kwa hiyo mapendekezo yetu yanatokana na kukutana na watu, sio kwa kuangalia mambo juu kinadharia. Tulivyoanza mtakumbuka, tume ilianza kwa hoja kwamba uhalali wake hautambuliwi. Nadhani wote tunakumbuka uhalali wa tume ulikuwa unatiliwa mashaka. Sasa kwa bahati nzuri, kesi ikafunguliwa Mahakama Kuu, ikasikilizwa, na sisi tukatoa hati za viapo. Bahati nzuri, Mahakama Kuu ilitoa uamuzi wake. Sasa siku zote ni vizuri turejee hoja zilizowasilishwa Mahakama Kuu kupinga uhalali wa tume, na ni hoja hizo bado zingine zinaendelea kupinga taarifa ya tume. Mimi naamini Mahakama Kuu ilijibu hoja nyingi sana za msingi. Mtakumbuka Mahakama Kuu kulikuwa na hoja kwamba haina imani na wajumbe wa tume, kwamba wajumbe wa tume wana maslahi yenye migongano, kwamba wajumbe wa tume umri wao miaka zaidi ya 60. Kwa nini hakuna wajumbe kutoka chama cha wanasheria Tanganyika? Kwa nini hakuna wajumbe kutoka chama cha madaktari, baraza la maaskofu, BAKWATA, taasisi za kiraia? Na kulikuwa vile vile na hoja, kwa nini wale vijana ambao hawana ajira hawakufanywa kuwa wajumbe wa tume hii? Na majibu ya Mahakama Kuu yamechangia katika kuongeza jurisprudence ya tume za uchunguzi, kwa sababu maamuzi kuhusu tume za uchunguzi ni maamuzi machache, na sheria ya tume hii ni ya zamani kidogo, ilitungwa mwaka 1928, na tangu wakati huo kumekuwa na mabadiliko makubwa. Kwa hiyo uamuzi wa Mahakama Kuu umezingatia mabadiliko yaliyotokea, mabadiliko ya haki za binadamu, mabadiliko ya kuwalinda mashahidi, kutoa haki kwa mtu ambaye anatajwa na tume lakini hana nafasi ya kujitetea. Na ndio mnakumbuka wakati fulani ilikuwa kwamba mashahidi wanataka kuja kutoa ushahidi, tulikuwa tunawasikiliza kwa faragha, na tulikuwa tunawasikiliza kwa faragha kwa sababu mashahidi wengine walikuwa wanataja majina ya watu kwa majina. Sasa ukiruhusu majina yale yasambae na umpi muhusika nafasi ya kusikilizwa, tayari kuna maamuzi ya Mahakama Kuu katika nchi nyingine ambayo yanakataza jambo kama hilo. Kwa hiyo hatua ya uhalali nadhani tumetoka pale, na sasa tuko katika hatua ambayo ni nzuri sana. Mimi uamuzi wa Mahakama Kuu nauona ulikuwa ni muhimu sana, kwa sababu unagusia vile vile uhuru. Tunaposema tume ni uhuru, tunazungumzia nini? Na Mahakama Kuu ikasema uhuru ni taratibu ambazo zinaifanya zinakuwa uhuru. Kwanza kuna kiapo ambacho kinamtaka kila mjumbe kufanya uchunguzi kamili kwa uaminifu, bila upendeleo, na katika kujibu zile hadidu za rejea. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba katika masuala kama hayo uhuru wa tume hautegemei ni nani
au nani alikuwa akifanya kazi gani, lakini inategemea, je, atafuata zile taratibu ambazo zinamlazimisha afanye kazi yake kwa haki. Jambo lingine ambalo limezungumziwa sana ni kuhusu tofauti kati ya maoni na mapendekezo ya tume na yale ambayo wananchi saizi wanatoa maoni yao. Mheshimiwa Mwenyekiti ameonyesha methodolojia tuliyotumia. Kwa hiyo maoni yetu yanatokana na methodolojia, na pengine ni vizuri wale ambao watakuwa wanatoa maoni watasaidia sana jamii vile vile, kama watakuwa wanaonyesha na wao methodolojia waliotumia hadi kufikia yale maandiko. Tusije tunatumia methodolojia ya akili unde, inakuandikia, unafanya marekebisho kidogo, unasema haya ni maoni yako. Lakini sisi tunasema maoni yetu yanatokana na ushahidi, na kila kitu ambacho tunakisema unaweza kurudi na kupata huo ushahidi upo, kwamba kuna watu wamesema hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo tunaona kwamba hilo linafanya maoni yetu tofauti na maoni ya watu wengine, kwamba yana uzito kabisa. Jambo lingine ambalo limejitokeza ni kuhusu haja ya tume za kimataifa ya uchaguzi na baada ya uchaguzi. Haikutikisa tu Tanzania, ilitikisa dunia nzima, na nchi nyingi duniani zilitaka kujua ni mambo gani ambayo yametendeka Tanzania. Kwa hiyo dunia ina haki ya kujua kinachoendelea Tanzania. Swali ambalo watu wanauliza, je, dunia ina haki kwa sasa kuingilia na kuweza kuunda tume kabla Tanzania haijakamilisha utaratibu wake uliojiwekea wa kisheria na wa kikatiba? Hilo ni swala la msingi ambalo wale wanaotaka tume za kimataifa ni lazima watoe majibu. Na tume ya kimataifa itaalikwa na nani? Itapewa hadidu za rejea na nani? Itatumia sheria gani kufanya uchunguzi? Itapata nguvu gani ya kutembelea mikoa, kuwatembelea maskari, magereza na kuwalazimisha watoe taarifa? Sasa hayo mambo ni vizuri tuwe tunazingatia kabla hata ya kufikiria hizo tume za kimataifa. Na Jumuiya ya Mataifa inaangalia mambo mawili kwa Tanzania kwa sasa. Je, tunaonyesha dhamira ya kufanya uchunguzi wa kina na wa kweli wenye matokeo ya kuwajibisha? Hilo ndio swali Jumuiya ya Kimataifa ina. Je, tuna hiyo dhamira? Tunaonyesha dhamira? Na kwa Mheshimiwa Rais kuunda tume ya uchunguzi ni dhamira. Ni dhamira tosha kwamba tunakusanya taarifa, tunatafuta ukweli, tunatafuta ushahidi, na tukishapata hizo taarifa ndio sasa tunaamua swala la uwajibikaji. Na unakumbuka kwamba hii sheria, hata hukumu ya Mahakama Kuu ilisema kazi ya tume sio kutoa hukumu, sio kutaja fulani amekosea, fulani anatakiwa kufanya hivi. Hapana. Na tukimtaja mtu atakimbia Mahakama Kuu, ataomba amri, na aya zote tunazomtaja bila kumpa nafasi ya kusikilizwa zitafutwa. Na ipo mifano, Mahakama Kuu Kenya ilishawahi kufanya hivyo, Mahakama ya Juu ya Canada ilishawahi kupokea hoja hiyo kwamba kuna watu walitajwa katika tume lakini hawakupewa nafasi ya kusikilizwa, ikabidi aya zote zilizowataja ziondolewe. Kwa hiyo tulichukua hiyo tahadhari kutokana na uzoefu ambao tumekuwa nao. Kwa hiyo hili swala la tume ya kimataifa vile vile tuliangalie kwa kuangalia mamlaka makubwa ambayo sheria yetu ya tume ya uchunguzi imetupa, ambayo imetusaidia kupata ushahidi. Sheria hii imetoa amri kwa viongozi wote wa umma watoe ushirikiano
ni lazima watoe ushirikiano, na ndio maana tulipata ushirikiano wa hali ya juu. Taarifa zetu ni nyingi ajabu. Tuliuliza maswali mengi kuhusu masuala mengi ya kisiasa, ya kiuchumi, tulipewa nyaraka, tulipata ushahidi. Sasa ile nguvu inatokana na sheria yetu. Sasa kama kuna tume ya kimataifa itakayokuja, kwanza lazima wawe na majadiliano na serikali ya Tanzania. Hiyo tume itakuwaje? Nguvu zake zitatoka wapi? Anapoomba nyaraka akikataliwa atafanya nini? Kwa mfano sisi ilikuwa nyaraka, mtu akitunyima nyaraka tuna uwezo wa kumlazimisha kama vile mahakama kuu inavyokulazimisha. Hilo ni moja ambalo ni jambo ambalo nimeona niligusie kwa sababu linazungumzwa sana. Na hili jambo ni muhimu kwa sababu kazi ya tume ambayo Mheshimiwa Mwenyekiti ameeleza ni kuainisha mambo ambayo ni vyanzo vya changamoto ambayo tumekumbana nayo, na muda wa kukamilisha baadhi ya masuala kabla ya uchaguzi ujao, muda huo ni mfupi. Sasa tunaposema kwamba twende kwenye mlango wa kimataifa, je, tutaendana na kalenda iliyopendekezwa na tume kwamba mwaka 2028 tuwe tumemalizana na masuala ya kisiasa? Hilo ni jambo ambalo limezungumzwa. Kuna jambo lingine ambalo limezungumzwa vile vile, hii taarifa ni ya nani? Hii taarifa ni ya Mheshimiwa Rais. Hiyo ni wazi kabisa. Na sheria zote za tume za uchunguzi nchi zote, ambaye anayeunda tume ni Mheshimiwa Rais, ndiye ana mamlaka, na taarifa anapelekewa yeye. Pengine swali ambalo tunatakiwa kujiuliza, Mheshimiwa Rais anapopokea taarifa anafanya nini? Kuna mambo yanafanywa na ametajwa katika kifungu cha 21 cha sheria. Rais akiona upelelezi wa ziada unatakiwa au mashtaka yanastahili, anaweza kumwagiza DPP au kuagiza polisi kuanzisha upelelezi wa kufungua mashtaka. Na hayo ndio yalifanyika